na huu na tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Siku chache baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 uliogubikwa na vurugu nchini humo, Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam limefanya misa takatifu ya kuombea waliofariki wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania iliyofanyika katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, Dar es Salaam. Makanisa mengi ya Katoliki nje ya mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wa dini nao wametumia mahubiri ya siku ya Jumapili kuhimiza amani na madhara ya vurugu hizo. Haya yanajiri wakati kukiwa na taarifa kuwa maelfu ya watu wameuawa na mali kuharibiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika siku ya uchaguzi wa Tanzania na baada. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza katika misa hiyo iliyofanyika leo asubuhi, Mhashamu Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Judy Tadeus Ruwaichi, amesema taifa limepoteza heshima. Askofu Ruwaichi amesema haki ndiyo msingi wa amani, akisisitiza kwamba amani haiwezi kupatikana pasipokuwa na haki. Taifa letu limejeruhiwa na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri wiki ya uchaguzi mkuu. Sio tu limepoteza heshima, lakini limepoteza watu, raia ambao wameuawa kiholela. Katika masimulizi yanayoendelea, wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Taarifa za awali mara baada ya vurugu za Oktoba 29 zinaonyesha kuwepo kwa vifo na uharibifu mkubwa wa mali, na hilo lilithibitishwa na Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe katika hotuba yake ya kwanza mara baada ya kula kiapo. Huku mashirika mbalimbali ya kimataifa ikiwamo Umoja wa Mataifa, mashirika ya haki za binadamu na chama cha upinzani cha Chadema wakitaja kuwa watu wengi wameuawa katika vurugu hizo. Madhara haya ya upotevu wa roho za watu ndiyo yaliyowaibua wadau wa asasi za kiraia, asasi za kijamii na wanasiasa ambao tangu kutokea kwa maafa hayo wamekuwa wakitoa matamko mbalimbali kulaani ama kukemea vurugu hizo. Na leo Askofu Ruwaichi wakati wa misa ya wafu amezungumzia zaidi vifo hivyo, akisisitiza kuhusu umuhimu wa haki. Mnamo Novemba 7, jeshi la polisi lilitoa taarifa kuhusu madhara hayo sambamba na vifo, lakini likaonya kwa wale wenye mipango ya kufanya vurugu. Wakati Askofu Mkuu Ruwaichi akiyasema hayo, kwa upande wake mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKT Dayosisi ya Kaskazini, Askofu Dr. Frederick Onaili Shaw, amesema vurugu katika taifa lolote hazijawahi kuleta amani, na kisha akashauri, tunahitaji kumsihi Mungu sana yasitokee tena katika nchi yetu, yasitokee tena. Niombe tu kwa unyenyekevu wote kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu, kuhimiza na kuzihimiza mamlaka zote kutafakari sana juu ya haya yaliyotokea. Wachambuzi wa masuala ya amani na diplomasia wanasema katika haya yaliyotokea Tanzania ina cha kujifunza. Dr. Revocatus Kabobe, mhadhiri wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, amesema makundi yote ya Watanzania yameathirika na vurugu hizo na hivyo ni wakati wa kufanya mazungumzo. Ibada za jana Jumapili zilifunikwa na mahubiri yaliyokuwa yakilenga amani, maridhiano na madhara yaliyosababishwa na vurugu za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Naam, tunasalia nchini Tanzania. Wiki iliyopita waendesha mashtaka nchini humo waliwafungulia kesi ya uhaini takriban watu 240 kufuatia maandamano ya vurugu yaliyotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29, huku taifa hilo la Afrika Mashariki likipitia hali ya mashaka ya kisiasa kutokana pia na vifo vya watu wengi vinavyodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama wakati vikijaribu kudhibiti ghasia za baada ya uchaguzi. Je, makosa wanayodaiwa kuyafanya watu hao yanabeba uzito wa makosa ya uhaini? Swali hili na mengine mengi mwenzangu Amina Bakar amemuuliza Peter Kibatala kuhusiana na hayo yanayoendelea nchini Tanzania. Kwenye mtazamo wa kisheria ni mambo ya kusikitisha na pengine kushangaza kidogo, kwa sababu kwa kawaida idadi hiyo ya watu unatarajia kama kuona ukamataji wa aina hiyo, labda kuna pengine kuwe na mambo mazito kama vile uasi wa kijeshi, lakini kukamata raia mabinti wadogo kwa sababu tu ni influencers kwenye TikTok, kwenye Instagram, usoni kwake tu inatia shaka thought process, yani hao waliowaza
Maanake tunataraji ukamataji uwe umetanguliwa na mawazo thabiti ya kisheria, lakini tunachokiona kwa kweli, pamoja na kwamba kwa kweli kwa mahakamani kuna mipaka fulani huruhusiwi kuivuka, lakini ukweli ni kwamba maoni yetu ya kisheria ni kwamba kuna kitu cha ziada zaidi ya mtazamo wa kawaida wa kisheria, kwamba eti kuna kitu kinaitwa uhaini. Yani kwani wakili Kibatala, kwa mujibu wa sheria ni kosa gani linaweza kuchukuliwa kama uhaini? Kwa mfano, uhaini ni dhana nzito sana kisheria. Ni kwamba umekula kiapo, yani kwa kifupi ni kusaliti kiapo cha nchi yako na kutenda matendo ambayo yanasaliti kiapo chako. Ndio maana nasema, kwa mfano mapinduzi, kuuza siri za taifa kwa maadui wa nchi, hayo ndio mambo ambayo yanajengwa kwenye uhaini, na ndio kifungu hasa chenyewe cha sheria, kifungu cha 39 cha sheria ya adhabu ndio inavyotoa tafsiri ya uhaini. Mambo mengine yote hayapaswi kuwa uhaini, hata kama unaweza ukapenda kuyaita hivyo. Umekuwa ukifuatilia kesi hii, unadhani kwa hao watu 240 mashitaka waliofunguliwa kesi hii ya uhaini, hayo walioyafanya labda unadhani yanaanguka katika kapu hilo? Tafsiri yangu mimi ni kwamba inawezekana kuna mambo yamefanyika, lakini kuwa influencer kwenye TikTok, kucheza nyimbo, kuandamana na wengine kwa sababu tu hawajapata siku yao mahakamani, lakini wengine watakwambia wamekamatwa madukani, wengine wamekamatwa nyumbani, wengine walikuwa wanakwenda kuhemea. Hiyo tu inakwambia kwamba sio tu uhaini, pengine hata shtaka lolote la kawaida hawakupaswa kupewa. Sasa ndio ije kuwa uhaini. Kwa ni kitu ambacho kimetumika kwa kwa maoni yangu ni kwamba shtaka la uhaini limefanywa kuwa jepesi, yani limerahisishwa. Kwa Kiingereza ningesema treason has been cheapened kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili sio kama tafsiri rasmi kwamba ni uhaini umepewa bei che sana katika hii kesi, na natoa wito kwa wanaohusika na hayo mambo labda wafikirie upya. Hii ni kesi ambayo vile unavyozungumza hata wewe pia unaitilia mashaka, na labda niseme ni kesi ambayo pia kwa namna moja au nyingine imevutia hisia za watu wengi, sio tu ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania inafuatiliwa kwa karibu na wengi. Kama mwanasheria, unaweza kuihusisha na kesi ya kisiasa? Kwa sababu mimi ni wakili na swala liko mahakamani, lazima niwe mwangalifu, yani nichague maneno yangu kwa uangalifu. Lakini ningekuwa mimi na nafasi ya kushughulikia swala hilo, basi hawa watu wote ningewarudisha nyumbani kwao wakasaidia kujenga familia, jamii na nchi kwa ujumla. Nisingewaweka mahakamani kwa shtaki, sio tunashtaka lolote, bali pia shtaka zito kama la uhaini. Naam, huyo ni wakili Peter Kibatala alipozungumza na mwenzangu Amina Abubakar kuhusiana na kuendesha mashtaka kwa kuwafungulia kesi ya uhaini takriban watu 240 huko nchini Tanzania. Na tuelekea katika nchi ya jirani ya Kenya. Wanaharakati nchini Kenya wametoa wito kwa serikali ya taifa hilo kuimarisha juhudi za kuangazia maslahi ya raia wake wanaosafiri katika mataifa ya kigeni dhidi ya dhulma za utekaji, mauaji na kamata za kiholela. Wito huu umetolewa baada ya kuachiliwa wanaharakati wawili waliokuwa wakishikiliwa nchini Uganda kwa wiki chungu nzima. Mwandishi wetu wa Kisumu magharibi ya Kenya, Musa Navie, ana undani wa taarifa hii. Wakizungumza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu kwenye msafara wao kutoka Busia walikuwapokea wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyo waliokuwa wanazuiliwa nchini Uganda kwa siku 38. Wanaharakati hao wamesema licha ya kushukuru juhudi zilizowekwa kuachiliwa kwa wenzao, ni wazi kwamba serikali ya Kenya ilichelewa kuchukua hatua za haraka. Serikali ya Kenya mlichelewa kuwapa haki yao. Mlizungumza tu jana na wakaachiliwa leo. Pengine endapo mngelizungumza mapema, basi wangekuwa wameachiliwa na kurejea kwa upendo wao mapema. Serikali ya Kenya, serikali ya Uganda, mna mengi ya kufafanua. Njagi na Oyo walipeanwa katika kituo cha polisi Busia majira ya saa 8 usiku wa kuamkia Jumamosi kabla ya kuelekea Kisumu kwa safari nyingine ya hadi jiji kuu la Kenya, Nairobi. Wakati huo hawakuwa na mengi ya kusema, ila walidhibitisha baadaye kupitia mateso mikononi mwa vyombo vya usalama Uganda. Yangu ni kusema asante sana wa Kenya kwa kutusimama na sisi, mashirika za haki za binadamu na Wakenya wote. Tumepitia wakati mgumu sana hizo siku 38. Akikiri kukamatwa kwa wanaharakati hawa wa Kenya katika mahojiano yalipeperushwa mubashara kupitia shirika la habari la Uganda UBC akiwa ikulu ya Mbale, Rais Yoweri Museveni ametetea hatua hii akisema ilishinikizwa na habari za kijasusi, wanaharakati hawa wakielezwa kuwa wataalamu katika ghasia.
Itakumbukwa kuwa awali Uganda ilikanusha kuhusika katika kutekwa kwa wawili hao wakiwa kituo cha kuuzia mafuta ya gari eneo la Kireka jijini Kampala tarehe 1 mwezi Oktoba. Msemaji wa polisi Uganda, Rusoke Kitum, akieleza kuwa hawana maelezo kuhusu wanaharakati hao wa Kenya kwenye mahojiano na vyombo vya habari. Mfano, tuko na Wakenya wawili ambao tulikamata. Nina majina yao ila asiyekumbuki. Walikuwa wanatembea na kundi la Chagulani, ni wataalamu katika ghasia. Shinikizo za wanaharakati nchini Kenya zinaendelea kutiwa mchecheto na hali katika taifa jirani la Tanzania, ambapo kando na mashirika haya kuisuta serikali ya Tanzania dhidi ya unyanyasaji wa raia wake, vilevile wameshtumu kuhangaishwa kwa raia wa Kenya nchini Tanzania na kuitaka serikali ya Kenya kuagiza kurejeshwa nchini kwa mwili wa mwalimu John Okoth Ogutu ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi kwenye ghasia zilizoibuka kufuatia uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu.